الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق فأحسن خلقهم وجعل الإسلام دينا لهم. نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تحريمه حق ووعده حق ووعيده حق، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamtakia rahma na baraka zake ziwe juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wote na wale wote wanafuata mwendo wake hadi siku ya kiyama, amin. Na vile vile tunahusieni ya kuwa tuwe na uchamungu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala kama vile anasema ndani ya kitabu tukufu ambayo ni Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu walioamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqati, kisi inatakiwa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na mujitahidi ya kuwa yani kifo kiwafikie wakati mko Waislamu. Ayyuhal muslimun, inna min a'zami dhunubi allati haramaha Allahu wa shaddada fiha alwa'id az-zina, dhanbun 'azim yufsidu ad-din wa yuhliku al-ahl wal mujtama'. Enyi ndugu zangu Waislamu, tujueni ya kwamba kuna dhambi ambayo ni dhambi kubwa sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha hiyo dhambi kwa Waislamu wote, na hiyo ni dhambi ya uzinzi, yani ya kufanya tendo la zina. Na hiyo dhambi inaleta ufisadi katika dini na vile vile ina destroy families. Yaqulu Allahu jalla wa ala: wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wala taqrabu zina, musiende karibu na zina, innahu kana fahisha, kwa sababu zina ni uovu, wasaa sabila, na njia mbaya. Yani ukienda njia ya zina ni njia ambayo ni mbaya sana. Taamalu rahimakumullah, tujiulize, lam yakulillahu ta'ala wala taznu. Kwenye hii aya Allah subhanahu wa ta'ala hakusema musizini, lakini amesema wala taqrabu zina, musiende karibu na zina. Bal fanaha anil iqtirab minhu, Allah ametukataza kwenda karibu na zina. Lianna tariqa ilayhi yabda'u bin nadhar, kwa sababu kufika kwenye tendo la zina yenyewe, yani kuna njia ambazo mtu anapitia. Njia ya kwanza ni kuangalia, yani an-nadhara ni kuangalia, thumma al-kalima, na njia ya pili ni kusema, thumma al-khalwa, na njia ya tatu ni kuwa kwenye ile hali ya seclusion, yani mko nyie wawili tu, hakuna mtu mwingine watatu. Thumma al-khutwa, na njia ya nne ni kufanya step, kuchukua step, hatta yaqa al-abd fi al-fahisha, paka mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anaanguka kwenye ile dhambi. Azina min al-kaba'ir, tujueni ya kwamba zina, dhambi ya zina ni miongoni mwa dhambi kubwa sana. Qala Allah ta'ala fi sifati ibadi rahman, kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwa anawasifu waja wake wema: walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, waja wake wema ni wale ambao yani hawamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na vile vile
they do not kill anything except by the sharia, yani hawaui, yani hawezi kuwa mtu isipokuwa kwa sheria. Na sifa ya tatu ni wala yaznun, na hawazini. Yani hizo ndo sifa ya ibadur rahman, waja wake wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ya kwanza hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, na sifa ya pili hawauwe isipokuwa kwa sheria, na sifa ya tatu hawazini. Yani ukijikuta hivi sifa tatu hauna, ujue ya kwamba uko considered miongoni mwa waja wake wema. Fakarana Allahu azina bishirki wal qatl. Kwenye hiyo aya Allah anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allahu illa bilhaq wala yaznun. Ya tatu ni wala yaznun. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema sifa ya kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na kutoua mtu isipokuwa kwa sheria, na baadaye Allah akasema wala yaznun, mention nini? Dhambi ya zina. Sasa tunaangalia kwenye aya, Allah ameunganisha dhambi ya zina pamoja na dhambi ya shirki na qatl na kuua. Hapo inaonyesha ukubwa wa hiyo dhambi ya zina ambayo leo imeonekana kama vile imekuwa ni kitu cha kawaida tu. Waqala nabii sallallahu alayhi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadith, mtu ambayo anafanya tendo la zina hawezi kuwa anazini wakati yuko Muislamu, yani akiwa kwenye hali ya kuwa Muislamu. Juu akiwa nazini, hiyo quality, hiyo sifa yani hiyo imani yake inatoka, inamwacha, anabaki hayuko Muislamu. Kwa nini? Imani kisha toka, yani ikija tena imetoka kwa ajili ya dhambi. Ukimaliza hiyo dhambi unatenda, hiyo imani ikija kwako inakuja haiko kwenye ile hali ilikuwa, inapunguka, inakuwa dhaifu, inakuwa dhaifu sana imani yako, na vile vile itasababisha sakhatillah, itasababisha nini? Allah subhanahu wa ta'ala kukasirika. Uqubatu zina fi dunya wal akhirah, na tujua ya kwamba zina ni dhambi ambayo iko na adhabu yake hapa duniani na vile vile kesho akhira. Shara Allahu li zina uqubatan shadida, Allah subhanahu wa ta'ala ametia adhabu kubwa sana, adhabu ya nini? Adhabu ambayo ni kubwa na yani iko na hali ya juu sana kwa mtu ambayo anafanya tendo la zina. Hifdhan lil a'rad, hiyo adhab Allah subhanahu wa ta'ala ametia ni kwa kukinga familia na vile vile na kukinga mujtama, community, na vile vile na kukinga ona ya mtu. Fa khayrul muhsan jalduhu 100 jalda, yule mtu ambayo hajaoa, yani ule mtu ambayo hajaoa atapigwa fimbo 100. Hiyo ndio dhambi hapa duniani, yani ukizini lazima utapigwa 100. Na wal muhsan uqubatuhu ghajmu hatta al-maut, na yule mtu ambayo ashaoa na baada yuko kwenye ndoa na anatoka nje anaenda kuzini, yule dhambi yake hapa duniani ni kupiga mawe mpaka afi, yani unapiga mawe mpaka kifo. Hiyo ndo adhabu ya mtu ambayo yuko na mke lakini anazini, yani adhabu yake ni hapa duniani. Kama hiyo ndo kama vile tauba yake, yani apige mawe mpaka kifo. Na mtu ambayo hajaoa, adhabu yake kama tauba yake ni kumpiga fimbo 100. Wadhalika li'idhami al-jurm wa khatarihi, hiyo ni kuonesha ukubwa wa hiyo dhambi. Wa fil akhirati wa'idun shadid, na vile vile siku ya kiyama kuna adhabu kubwa kali sana. Qala Allah ta'ala yudha'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana,
yule mtu ambayo amefanya dhambi ya zina hapa duniani, baada ya kufanya yale nini ile adhabu ya hapa duniani, vile vile kesho akhira atakuwa na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, yudhaafu lahu al'adhab, adhab itakuwa multiplied, yani atapata adhabu yani multiplied, yani kama unapata moja ulifanya tendo la zina, siku ya kiyama unapata hiyo adhabu mara mbili, na Allah anaweza kuifanya hata mara 7. Kwa nini? Yeye ndo anaangalia atakupatia adhabu namna gani. Kama wewe umefanya hiyo tendo la zina, ujue ya kwamba adhabu yako siku ya kiyama itakuwa multiplied. Wa yakhlud fihi muhana, na utabaki kwenye ile adhabu wakati wa kuwa utadhalalishwa. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam fi ru'yahu qauman yu'adhabuna fi at-tanuri min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliona kwenye nini, wakati alienda kwenye Mi'raj, aliona watu walikuwa wanaadhibiwa kwenye moto, rijalan wa nisaan uratan, wanawake pamoja na wanaume wote walikuwa uchi. Yatihimul lahab min tahtihim, yani walikuwa wanapata ile dhambi kwenye moto, wanateseka sana. Na pale mtume akaona hiyo dhambi, akauliza Jibril alayhi salam, hao watu ni wamefanya kitu gani? Akamwambia, haula izunatu wa zawani, hao watu ni wale walikuwa na tabia ya kuzini duniani, hii ndio adhabu yao siku ya kiyama, yani watakuwa kwenye moto wanaadhibiwa. Asbabu intishari zina fi zamanina, sababu za zina kuwa kama vile kawaida imekuwa imezidi kwa wakati wetu. Miongoni mwa sababu ya kwanza ni itlaqul basar wa adam ghaddihi. Kitu cha kwanza ni kuachilia macho yetu yanaangalia popote, yani tunakuwa hatuangalie chini. Kama vile kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, anasema tuwe wa kulli mu'minina yahuddu min absarihim, waambie waumini wawe naangalia chini, usiwe naangalia juu juu. Ukiangalia juu unaweza kuona kitu kitakusababisha, au mtu mwenyewe atakupatia ile shahwa ya wewe kuzini. Kwa hiyo tukifuata hiyo aya, ukiwa na tabia ya ukiwa naangalia, kama ukiwa natembea unaangalia chini, hakuna kuangalia popote, unajua kama hiyo hapo ni step ya kwanza, utajikinga kwenye mambo mengi sana. Lakini kama wewe unaachilia macho yako yanaangalia kila sehemu, hiyo pia ni sababu, ni miongoni mwa sababu ambazo zina imekuwa iko overspread. Na ya pili ni al-ikhtilatul muharram wal khalawatul mashbuha, na cha pili ni ile kumix, yani wanaume na wanawake kumix bila hail, yani bila kizuizi, yani baina yao, yani wanakuwa tu wana mix, kama wanakutana kama ni sehemu kwenye hall, wanakuwa wote wamekaa wamemix, wanaangaliana. Hiyo pia ni sababu ya zina kuwa imespread wakati wetu huu. Na cha tatu ni social media. Cha tatu ni hizi social media tuko natumia, hizi ma Facebook, ma WhatsApp, vitu gani hivi vyote pia ni miongoni mwa zina, imekuwa imespread sana. Kwa nini? Ukiangalia kama hizo ma Facebook, ma TikTok, kuna vitu ambavyo unaona kisi wanawake wengine wanavaa, itakusababisha wewe uzini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimesababisha pia zina iwe imespread sana. Na cha nne ni taakhiru zawaj maa taysiri turuki alharam, ni mtu kuchelewesha kuoa, pamoja na unajua ya kwamba njia zenyewe zitakufanya ambazo ziko haram zimekuwa nyingi, ziko easy sana. Yani ukiwa na simu, uko na TikTok, uko na WhatsApp, uko na Facebook, hivyo vyote unajua kama hivi vitu vimekuwa ni vyepesi kwetu kuvitumia, na wewe uko na uwezo wa kuoa lakini unachelewesha kuoa. Hiyo pia ni vitu vinafanya zina iwe imekuwa common sana. Na kitu cha tano ni dhaful iman wa qillatul muraqabati lillah. Cha tano ni mtu kuwa na imani yake iwe dhaifu, yani kama hauna imani, hata kama haujaoa, lakini imani yako ikiwa dhaifu, ndio unajikuta unaingia unafanya hiyo
dhambi ya zina. Lakini mtu akijua kama imani yako, mimi najua Allah subhanahu wa ta'ala mikataza zina ndani ya Qur'an, huwezi kufanya kama huko na ile imani yako ya kuwa kila wakati unajua kama Allah subhanahu wa ta'ala ananiona nikifanya hiyo tendo la zina, Mungu ananiona, huwezi kulifanya hata huko kwenye hali gani. Lakini we ukiwa imani yako ni dhaifu, utajikuta unaingia kwenye hiyo dhambi. Na hikma tahrimi zina, na tujue hikma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametia amekataza zina, hikma yake ni nini? Ibadallah, inna zina hadmun lil ahl, tujueni ya kwamba zina ni kitu ambacho kina destroy familia. Wadayaun lil ansab, na ni kitu kinapoteza nasab, na lineage zetu zinapotea kwa sababu ya mtu kufanya tendo la zina. Ndio maana ukifanya zina, ule mtoto angekuwa ni mtoto anaenda kwenye nasab ya baba yake, lakini juu wewe umempata kwenye zina ambayo ni dhambi kubwa ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekataza, ule mtoto ataenda kwenye nasab ya mama yake. Kwa hiyo usha destroy nasab ya ule mtoto. Wanashun lil amrad, na vile vile zina ni dhambi ambayo ina spread magonjwa. Leo uko unafanya zina hapa, kesho unafanya hapa, kesho unafanya hapa, yani yale ni magonjwa. Juu mtu akisha kuwa yuko na tabia ya kufanya zina, mwisho wake atapata yale magonjwa ambayo yanakuwa yana spread kutokana na hiyo zina. Innahu yufqidu al-insana karamata, zina ni kitu ambacho kinakufanya wewe mtu, hiyo ona yako, hiyo respect, adabu yako unaipoteza. Ukishajulikana kama wewe ni mzinifu, yani watu wanakuwa hawakuheshimu tena. Hata watoto wako wakijua kama wewe baba uko mzinifu, basi ile respect na adabu yako unaipoteza. Na na zina itakufanya wewe uwe kama vile prisoner, yani uwe kama unafata shahwa yako. Ukiwa na shahwa unafanya, ukiwa na shahwa unafanya, yani inakufanya kama vile wewe unakuwa kama slave, unakuwa slave kwa shahwa yako. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله. Kaifa nahmi anfusana min azina. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma zake ziwe juu ya kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale wote wanafuata mwendo wake hadi siku ya kiyama, amin. Kaifa nahmi anfusana min azina, tujueni, inabidi tujue pia namna gani tunaweza kujikinga kutokana na dhambi ya zina. Miongoni mwa vitu ambavyo tunaweza kufanya ili tujikinge, number 1 ni tahqiqu taqwa, yani ni kuhakikisha uko na ucha Mungu, unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, unamuogopa ukiwa siran wa alania, ukiwa kwenye public au uko nini hauko kwenye public, unajua kama Allah subhanahu wa ta'ala ananyona, unamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhakkar anna Allah yaraka haythu kunt, na wewe ukishajua tu kama kila sehemu utakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ananyona, kwa hiyo utakuwa huwezi kufanya ambacho itaenda kinyume na vile kitu ambacho amekataza. Na namba 2 ni raddul basar, ni kushusha macho, kuangalia chini. Kama vile tulisema mwanzo kwenye aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini washushe macho yao. Na namba 3 ni almubadaratu ila zawaj, ni kufanya vyovyote kuoa mapema ukiwa na uwezo na ukiwa
unajisikia kama ushakuwa kwenye ile hali ya mtu ambayo anahitaji zawaji, anahitaji ndoa, yani fanya mpango uoe mapema. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye hadith, ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yule yoyote ana uwezo wa kuoa aowe. Yani kama uko na uwezo wa kuoa na unajihisi kama unahitaji kuoa, fanya vyovyote uowe. Hapo ndio utakuwa umejikinga kwenye zina. Na namba 4 ni asiyamu liman lam yastati', ni kufunga saum kwa yule mtu ambayo hana uwezo. Kama hauna uwezo wa kuoa, una ile shahwa ya ndoa, lakini hauna uwezo, basi we funga. Ukifunga hapo ndio unakata ile shahwa, au Allah Subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi upate uwezo wa kuoa. Na namba 5 ni albu'du anil fitan wa asbabiha, ni kujitia mbali na fitna. Yaani unajua kama hiki kitu ni kitu ambacho kinaweza kunipelekea mimi kuzini, basi unajitia mbali. Kama vile marafiki, ukiwa na rafiki ambayo unajua huyu rafiki yangu ni mzinifu, basi jitie mbali na yule rafiki. Au ukiwa unajua kwenye simu yako unajua kama hii social media fulani, kama ni Facebook, kama ni TikTok, nikiwa naangalia unaona vitu ambavyo vinanipeleka mimi kufanya zina, basi hiyo kitu inabidi ukitoe kwenye simu yako. Hapo ndio umekuwa umejikinga. Ndio maana inasemekana aghliqil baba qabla an tuftaha alayk, jifungie mlango mwenyewe kabla huo mlango umefunguka umejifungua kwako. Yani wewe jifungie ule mlango mwenyewe. Kama unajua hiki kitanipelekea mimi kuzini, basi jifungie. Babu taubati maftuh mahma azama adh-dhanb, tujueni ya kwamba mlango wa tauba bado uko wazi. Yani unaweza kuwa unaweza kutubu how matter how big the sin is, yani dhambi yako ikiwa iko kubwa kivipi, lakini unajua kama mlango wa tauba uko wazi. Ukifanya tauba, Mungu Allah Subhanahu wa ta'ala atakubali tauba yako kama umeifanya kwa ukweli. Fa inna rahmatallahi a'zam, tujuni ya kwamba rahma ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana. Qala Allah ta'ala, Allah anasema kwenye Qur'an, illa man taba wa aman, isipokuwa yule mtu ambayo anatubu na akuwa ni mwaminifu, wa amila amalan salihan, na anafanya amali njema, fa ulaika yubadilu Allahu sayiatihim hasanat, wale watu Allah Subhanahu wa ta'ala atabadilisha maovu yao kuwa mema. Yani illa man taba, mtu akiwa ametubu, akiwa Muislamu kwanza, alafu anatubu na anafanya amal njema, Allah Subhanahu wa ta'ala atabadilisha yale mambo alifanya ya maovu, Allah anayabadilisha, anayafanya yawe mema. Faman waqa'a fi hadha dhanb falyusari' ila tawbati sadiqa, yule mtu amejikuta akatenda hii dhambi ya zina, basi aharakishe afanye taubatu sadiqa, tauba ya ukweli. Tauba ya ukweli iko vipi? Ukiwa uko na nadamun ala mafat, yani kwanza unajuta kwa ile dhambi umefanya kwa kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Number 1, kwanza unajuta, unakuwa na ile huzuni kabisa, mimi nimemwasi Allah Subhanahu wa ta'ala, naomba Allah unisamehe. Allah Subhanahu wa ta'ala atakubali hiyo tauba yako. Na pili, iqla'un ani dhanb, na cha pili ni una decide ku give up, yani una give up hiyo sin, au ifanyi tena. Na cha tatu ni azmun ala alla yaud, yani unachukua azm kabisa, unachukua decision ya kwamba mimi sitofanya tena hii dhambi. Yani unafanya tauba, nasema mimi nimezini, basi naomba Allah Subhanahu wa ta'ala unisamehe, sitozini tena. Hapo ndo Allah anakusamehe. Lakini ukifanya ndani ya moyo unajua kabisa mimi nikipata kitu kitanipelekea tena kuzini, nitazina alafu nitafanya tena tauba, hiyo sio tauba ya sadiqa, sio tauba ya ukweli. Waalamu anna sitru ala nafs ni miongoni mwa tauba, yani ujue ya kwamba wewe ukishajua kama ukijistiri, yani umefanya dhambi unajistiri, alafu unafanya hiyo tauba, ni inakuwa tauba ya ukweli.
Kwa nini? Wewe huwezi kuwa unafanya dhambi alafu unawaambia kila mtu mimi nimefanya dhambi fulani hivi na hivi. Yaani unaichukulia kama vile ni kawaida. Yaani ile dhambi yako badala wewe kuistiri unakuwa unaitangaza kwa watu. Ni kitu ambacho ni kitu kibaya sana. Nasihatun li abai wal ummahat, nasiha kwa wa baba na wakina mama. Ittaqullaha fi abnaikum, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto wetu. Rabbuhum ala alhayai wal iffa, tuwapatie tarbia kwenye wawe na haya, wawe na heshima na vile vile wawe na ifa, yani wasiwe kwenye wanapatia tauba ya kuwapelekea kufanya mambo ambayo ni mambo ya haramu. Waraqibu hawatifahum, na vile vile tufuatilie simu zao, wa suhbatahum, na vile vile tufuatilie marafiki zao, wanatembea na marafiki gani kwenye simu, wanaangalia vitu gani, ni vitu ambavyo vinawapelekea kwenye njia nzuri au njia mbaya, na marafiki wao ni wale wanawapoteza au ni wale wanawaongoza. Wakunu qudwatan salihatan lahum, na vile vile sisi wazazi tuwe mfano mema kwa watoto wetu. Kwa nini? We baba, ukijua kama we baba unajulikana kama unafanya zina, mfano ndio topic yetu ya leo, kama unajulikana kama we baba ni mzinifu na huwezi kumwambia mtoto wako chochote, akishajua kama baba yangu anakuwa anatoka nje, ukimwambia wewe mtoto usifanye hivi, hawezi kukusikiliza. Juu vitu anasikia kuhusu wewe ni vitu vibaya. Kwa hiyo sisi inabidi tuwe mfano mwema kwa watoto wetu. Hadha wa sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafai rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ihfidh shabab al-muslimin. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وحسن فروجهم وحسن فروجهم وحسن فروجهم وطهر قلوبهم وطهر قلوبهم وطهر قلوبهم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.